yaani bila kumung'unya maneno. Nitaeleza ukweli kuhusiana na narcissism. Mahusiano na narcissist ni vita kwa nafsi yako, ni vita kwa roho yako. Katika ulimwengu tunaokaa kuna nguvu ambazo ziko pande chanya na ambazo ziko pande hasi. Kuna nishati chanya, positive, na negative. So hivyo kumbuka, wewe ni nani? Je, wewe ni mwili tu, huu mwili? Haujawahi kuwa na ufahamu fulani ambao unashindwa kuelezea kimwili? Hayo ni masafa ambayo huwezi kuyaona kwa macho. It's not the body, sio mwili. Kwa hiyo huu mwili ni madhihirisho tu, lakini sisi ni ile nishati ya ndani, ni ile nguvu ya ndani. Sasa wako binadamu ambao roho yao ile iko pande hasi na wengine iko pande chanya. Sasa ndio maana narcissist haendi kwa mtu yoyote tu. Kama wewe upo kwenye mahusiano na narcissist au umepitia mahusiano na mtu wa namna hii, watu wenye kunyanyasa na kuumiza wengine, jitazame mwenyewe, jijue ni mtu wa namna gani. Kwa sababu narcissist huenda kwa watu ambao wana mioyo fulani mizuri, mioyo ya dhahabu, moyo wa huruma, moyo wa kujali, moyo wa kujitoa. Sasa hayo ni mawimbi ya juu, ni masafa ya juu sana, ni frequency ya juu sana hiyo, ambayo hiyo frequency yako ulionayo ni kero kwa hizi nguvu hasi ambazo ziko katika ulimwengu, katika sayari hii dunia. Nafsi yako, mawimbi au frequency ya nafsi yako ni kero kwa nguvu ambazo ziko pande hasi zinazotawala katika hii sayari dunia. Na ndio maana tangu unapozaliwa unamilikishwa, tunasema unadhibitiwa, unawekwa katika mikono au katika uangalizi wa narcissist. Anaweza kawa ni mzazi wako, kama unavyoenda kuwa watakuja kuwa marafiki zako, ama shuleni mwalimu fulani. Utaenda shule unakutana na mwalimu fulani ambaye ana sifa zile zile za kinarcissistic, anakubull, si umeelewa? Anakudhihaki, anakuadhibu pasipo sababu, anakuumiza, na unafumbwa macho yako kupitia mifumo ambayo unaikuta katika maisha, usitambue nini ambacho unakabiliana nacho. Kwa hiyo wewe unakuwa unaona tu hali ya kawaida. Na ndio maana watu wengi wanakaa kwenye mahusiano na narcissist kwa muda mrefu pasipo kujua. Mimi nimekaa miaka karibia 9-10 na mtu ambaye nilikuwa naye kwenye mahusiano bila kujua kwamba yeye ni mtu wa namna gani. Kwa mimi, kwa sababu nina moyo wa huruma, I just care, na moyo wa huruma, kila binadamu ana madhaifu, ngoja nimsaidie huyu mtu. Ushawahi kuona pale ambako yule mtu anayekuja kwako, kama anatia huruma, kama anahitaji msaada, anageuka kuwa nyoka kukutafuna wewe mwenyewe? Ndivyo ilivyo kwa narcissist. Ili kukupata, wanatumia moyo wako wa huruma, huo moyo wako wa kipekee, huo mwanana, unageuka na kuwa gereza lako. Kwa hiyo unanaswa, unabaki hapo, badala ya kuishi, badala ya kutembea katika kusudi lako, badala ya kuwa yule mtu unayetakiwa kuwa. Kipaumbele chako kinakuwa kuwa mwokozi wa mtu ambaye ndiye adui yako. Hakupendi, hakutaki, afurahii nguvu yako. Na kama usipofunguka macho mapema ukaelewa, madhara ya unyanyasaji wa kinarcissistic ni makubwa mno, ni makubwa mno. Utaishi nayo maisha yako yote, na wengine wamepoteza maisha kabisa, wamekufa yani kimwili, they died kwa sababu ya manyanyaso kutoka kwa narcissist. Nafahamu watu, nafahamu mtu, ndugu yangu kabisa namfahamu, kwa sababu ya manyanyaso kutoka kwa mama yake. Alipoteza hali ya kujiamini, alipoteza thamani yake. Mama yake alikuwa ni narcissist. Mwisho wa siku akapoteza maisha yake baada ya kupata magonjwa makubwa ya kisaikolojia. Narcissistic people ndio chanzo kikubwa cha kusababisha magonjwa ya kisaikolojia kwa watu wengine. Kwa hiyo kama kuna watu wanatakiwa wasaidiwe kisaikolojia, ni narcissistic people. Hatuongei hivi kuwashambulia narcissistic people, tunaongea hivi kama ni watu ambao wanajiona ni binadamu halisi, basi watafute msaada, wasaidiwe. Kwa hiyo wao ndio wanaotoa majina, wanaobull watu wengine, kuwapa majina watu wengine, ili watu wengine waonekane ni machizi. Ni wepesi sana kusema wewe ni chizi, wewe umechanganyikiwa, wezi mtu gani? So yote hilo wanakuchanganya akili. Mtu mwenye moyo wa kweli
ili upoteze mwelekeo, usahau wewe ni nani, uanze kuamini maneno yake. Na ukiamini maneno yake ni sumu kali mno ambayo utateseka nayo maisha yako yote. Watu wengine wamejidhuru, watu wengine wamejiua, watu wengine wameishia kuishi maisha yao katika tabia na hali ambazo hawazitaki kwa sababu ya majeraha yanayotokana na manyanyaso kutoka kwa narcissist. Usipopata msaada wa karibu ni vigumu, na huwezi kupona majeraha yanayotokana na manyanyaso ya kinarcissistic kwa kupitia saikolojia ya kawaida au na saikolojia wa kawaida. No. Ile hali unaoisikia, ile kuchanganyikiwa, kupoteza matumaini, maluelue, kila wakati hofu, nayo maumivu, ni madhara ya manyanyaso ya kinarcissistic, na ni madhara yanayokaa kwa muda mrefu. Kwa hiyo ninazo shuhuda za watu wengi ambao walipitia kwa maana ya ushauri, walienda kwa washauri ambao ni washauri wa saikolojia ya kawaida, hajasaidika miaka na miaka. Au wengine wamepambana wenyewe kwa wenyewe kwenye maisha, kama anatoka kwa mpenzi huyu, anaenda kwa mpenzi huyu, anaenda hivi, lakini miaka zaidi ya 10, kuna mtu mmoja miaka zaidi ya 13 anateseka. Ni watu wanaotumika kuzifyonza nguvu zako. Washapoteza uwezo wao wa kuwa na nafsi halisi ya kibinadamu. Si unaelewa? Ni maroboti. Si unaelewa? Narcissistic people, they are robots. Yaani washapoteza zile nafsi zao halisi. Kadri unavyoendelea kushindana na narcissist, ndivyo unavyozidi kupoteza nguvu yako. Unapoteza furaha yako. Na ni wajanja sana. Hata unapoondoka katika mahusiano, atahakikisha anatengeneza attachment na wewe, yaani muunganiko na wewe. Si kama unanielewa vizuri? Mtu wa kawaida kama hata mmevurugana, mmeachana, anakuacha uendelee na maisha yako. Si umeelewa? Anakuacha uendelee na maisha yako kama mtu wa kawaida tu mmevurugana. Sasa mfikiria mtu ambaye alikuwa anakuonea, anakutesa, hataki uwe naye, anakupa na maneno, alafu umeachana naye, bado anaendelea kupambana kukufuatilia. Si unaelewa? Sio wao. Wao wamepoteza ule uwezo wa kujikontrol wenyewe, ufahamu wao. In fact mioyo yao yenyewe pia inatembea na hiyo chuki na nini, lakini kuna nguvu nyingine pia ambayo inapambana na wewe kama nilivyoeleza, ambayo inafanya kazi nyuma ya narcissist. Kwa hiyo usipofunguka ufahamu wako, usipoweza kuelewa, utahangaika maisha yako yote. Unahitaji msaada. Mimi imenichukua miaka kadhaa kuweza kufika kwenye hali nzuri kusema at least nipo katika hatua nzuri ya uponyaji, lakini it's not easy. Na ndio maana tuko watu wengine ambao tumepata ule moyo wa kuwasaidia wenzetu wengine pia. Tumepita katika njia ngumu na tumeweza kupata mafunzo ya kutosha ambayo tunaweza kukusaidia. Vinginevyo ni vigumu kupona. Lakini amwangalia watu ambao nimewasaidia katika program ya uponyaji, angalia shuhuda zao na kuwekea hapo, soma kama hiyo SMS. Tumeona. Alikuwa kwenye maumivu makali, amepoteza mwelekeo, lakini sasa hivi ana clarity. Wanafurahia maisha yao. So, kiweza jiunge na program ya uponyaji, uyapate maisha yako. Kuwa na furaha. Ni uchaguzi, chagua furaha. Upasi kubaki kuwa katika hali ya kuumia siku zote. Upasi kubaki kuwa katika hali ya kuteseka siku zote kwenye maisha yako. Wewe sio chizi, haujachanganyikiwa, haujapoteza mwelekeo wa maisha. You're not crazy. Wewe ni mtu mwenye moyo halisi. Unachohitaji ni kuponya majeraha ambayo umeyapata katika kukua kwako katika hii sayari, ili uweze kufurahia maisha yako. Hayo maisha ya maumivu, machozi,
kuona kupoteza ile ladha ya maisha, kujiona huna thamani. Sio maisha yako hayo. Hivi unafahamu kwamba narcissistic people ni kama tunasema destiny swipers? Ni watu ambao wanabadilishana na wewe hatima yako. Wao wanaishi maisha mazuri ya furaha kwenye makasri, wakati wanazeeka na kuteseka. Wana feed your energy, yani energy yako ndio inawafanya washamiri. Energy yako ndio inawafanya wawe bora kila siku, wana afya, wanakaa vizuri, lakini wao wenyewe pasipo energy yako they suffer. Si umeelewa? Ni muhimu sana kuzichukua nguvu zako, toka katika hilo eneo. Huwezi kupona ukiwa na narcissist. Sahau, kwa sababu yeye kazi yake ni kukufyonza. Yaani itakuwa wewe ni kama unachukua maji unaweka kwenye ndoo afu yanapotea. Na kumbuka nasi hakupendi. Kwa unatafutiwa tu timing. Kwa usijione mwamba kusema nimeweza kusurvive mwaka mmoja miwili, najua kumnyamazia. Wewe unamnyamazia mtu ambaye labda unamuita ni mpenzi wako. Yaani ni mpenzi wako alafu unamnyamazia kwamba kwa sababu ni narcissist siongei naye. Alafu ni mpenzi wako. Si kama unaelewa kwenye akili hiyo. Huyo ni mpenzi sasa. Na kuna wakati mtashirikiana kimwili. Huwezi kuzuia, si unamuita mpenzi wako. Kuna haki zake uko nazo kwako. The only way ni kama unayataka maisha yako, unataka ufurahie maisha yako tena, uwe huru, uwe mtu unataka kuwa uyafurahie maisha yako, uishi kwa furaha, uishi kwa amani. Unataka uishi kwa furaha, unataka uishi kwa amani, unataka uwe yule mtu ambaye amekusudiwa kuwa katika sayari dunia. Lazima ujiondoe katika mazingira na mahusiano ya narcissistic. Mahusiano yenye madhara, mahusiano sumu. Of course mwanzo inaumiza kwa sababu umezoea, nafsi yako imezoea maumivu, imezoea kufyonzwa nguvu, imezoea kunyanyaswa. Haitakuwa rahisi mwanzoni miaka miwili ya kwanza, lakini ukiweza kuvumilia, ukaweza kupata msaada kwa mtu ambaye anaelewa, kwa coach ama therapist ambaye ana ufahamu wa narcissistic abuse, unaweza ukayapata maisha yako. Na kumbuka nimeeleza kwamba sio upande mmoja tu. Sio tu uende tu kwa mwana saikolojia yoyote tu, hapana. Lazima awe mtu ambaye anaelewa narcissism ni kitu gani. Ikiwezekana mwenyewe amepitia na overcome that, na ambaye anaelewa upande wa kiroho wa narcissism. Ukitembea na psychological part peke yake utoboi. Unapambana na vita ya kiroho, spiritual battle. Umeelewa? Nguvu za kiroho zinazofanya kazi nyuma ya huyo narcissist. Huyo ni kibaraka tu anatumika hapo. So find your life. Mimi niko hapa kama unataka one on one, unataka ushauri kibinafsi, fanya booking nione. Kama umeshatoka unataka kuanza safari ya uponyaji, wasiliana na mimi, check me inbox au check kwa namba yangu ya WhatsApp. Au soma kitabu kama upo kwenye mazingira bado una figure out things. Nunua kitabu na kuongoza kutoka katika manyanyaso ya narcissistic. Na wewe shujaa mwingine upo kwenye safari yako huko, bado hujakaa vizuri kiuchumi, jiunge kwenye group. Nafanya seminar bure this Sunday. Almost kila Jumapili, hasa Jumapili hii anakuwa natangaza hizo seminars, zinakuwa for free kwa ajili ya kuwasaidia mashujaa ambao wana hali ngumu kabisa kiuchumi waweze kuchangia hizo program nyingine. So this is your time, huu ni wakati wako wa kuwa huru. Asikwambie mtu maumivu yanayotokana na manyanyaso ya narcissistic ni makali mno. Ni makali mno. Mimi kuna wakati nikawa najiuliza, hivi nitaweza kuja kuishi maisha yangu tena? Yani niishi tu niwe siku inapita nina furaha tu, siku inapita nina amani tu. Can that happen? Inaweza ikatokea hiyo kutokana na ile sumu ya maumivu makali. Nimekaa na ile sumu almost 2 years. Sio kama umeelewa. Na hapo nikiwa nafanya kazi ya kutosha. Sasa sisi tumepata neema ya kupita katika ile njia na nimeweza kutengeneza program ambayo ndani ya muda mfupi wewe utatoka katika hiyo maumivu ulionayo na ukapona kwa gharama nafuu sana. Na uponyaji ambao nakuongoza kuupata uishi tu kukuponya hayo majeraha, unaenda kukuletea na matokeo mengine makubwa mno. Tunaelewa? Tazama hizo shuhuda, magonjwa ya kimwili, hali za kiuchumi. Tunaelewa? Huu ni wakati wako wa kuwa huru.